Hii ni Maisha Kamili, tukifungulia Biblia uyaone maisha. Ndugu rafiki yetu, mfuatiliaji wa kipindi chetu cha kujifunza Biblia, tunakukaribisha tena siku ya leo, siku ya Jumatatu. Jana mlikuwa na somo zuri lililokuwa linasema nipe tu ishara. Leo tuna somo zuri linalosema Yesu anaiona imani yetu. Sasa kabla tujaendelea tupate kuomba. Amen. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru kwa namna unavyotufundisha na namna unavyotupa usikivu. Amen. Tunakusihi uendelee kuwa nasi mwanzo hadi mwisho katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Nataka imani kama aliyokuwa nayo Yesu kwa baba yake. Katika kitabu cha Waebrania nasema imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo, bayana ya mambo yasiyoonekana. Nataka niwe na uhakika kwa Mungu, sitaki mashaka, sitaki hofu. Na tunajifunza wiki hii, imani hii inajengwa juu ya neno. Inathibitishwa na ishara za Mungu au tuseme ishara za Mungu, na sio ishara za kujitungia. Nataka Mungu nifanyie hiki na hiki. Ushaona wale watu wanatafuta wachumba, anasema ninaomba nifanyie hiki na hiki na hiki. Kama zile za Gideon, zile ni za watoto wachanga sana, lakini watu ambao tayari wamesikia neno lake. Mungu anataka wafuate neno lake, na kama ni uthibitisho ni katika hiyo, yani kulingana na ni kama tuliangalia katika kwa Azia, Isaya sura 7:11. Sasa leo tunaenda kuangalia Yesu anaiona imani yetu. Akitazama hivi, akitazama Omonde, akitazama Enos, huwa anatamani kuangalia kiwango cha imani. Maana imani ndio mali alionayo mtu, ndio hazina alionayo mtu, na ni kitu ambacho huwa anapenda kuangalia imo haipo. Kwa tukiangalia katika Injili, Yesu anapochungulia imani za wanafunzi au na watu wanaokutana nao, anatathmini hizi mbili. Aidha, mbona hamna imani? Mbona hamna? Kwa hiyo imani hamna, hola, sifuri. Au sijaona imani kama hii. Okay. Hamna au ipo katika level ambayo ndio yenyewe. Sasa kwenye akili za wanafunzi wao walikuwa nadhani kwamba imani ya Yesu ni kubwa, yao ni ndogo. Yesu anasema hata punje ya haradani tu ingetosha. Swala sio size. Swala kwamba je, una imani? Sasa tuende kwenye mifano ya watu ambao Yesu aliona imani akatoa tathmini yake. Kama tuanze mingine tutaiangalia, lakini twende Luka sura 7. Luka 7. Na huyu sio Mwisraeli. Ukianza mstari wa 10 utasikia habari ya introduction ya huyu mtu anaitwa Akida. Ni rafiki wa Wayahudi. Ana shida na mtoto wake. Na Wayahudi wanampeleka kwa Yesu, anasema msaidie, huyu ni rafiki wa taifa. Fungu la 6, endelea. Fungu la 6. Basi Yesu akaenda pamoja nao. Hata alipokuwa si mbali na nyumba yake, yule Akida alituma rafiki kwake. Akamwambia, Bwana, usijisumbue, maana mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu. Kwa hiyo nilijiona sistahili mwenyewe kuja kwako. Lakini sema neno tu na mtumwa wangu atapona. Ishia paka hapo, mengine unaweza kuendelea vizuri. Yaani anamuona Yesu anakuja, imani yake kamwambia, huyu Yesu ana mamlaka kama mimi nilionayo kwa walioko chini yangu. Mimi nikimwambia askari nenda, anaenda. Yesu sio mtoto mdogo. Wayahudi wanamuona tu ni wa kawaida, nenda kamponye, twende tumpeleke, na wameanza safari. Kwa sababu wao wanachojua Yesu
hana mamlaka ya kuamrisha kutoka mbali, lakini huyu imani yake anasema huyu ni mfalme, huyu ana mamlaka, anafanya kazi kwa kuongea, yanatekelezeka. Haya, kwa imani ya namna hiyo Yesu aliposikia hayo 9, Yesu aliposikia hayo alimstaajabia, akageukia mkutano uliokuwa ukimfuata akasema, nawaambia, hata katika Israeli sijaona imani kubwa namna hii. Hata katika Israeli sijaona imani kubwa namna hii. 100%. Imani inayomtambua yeye kama mfalme mwenye mamlaka, anayeweza kutenda kwa neno. Mungu anaumba kwa neno, mfalme anatenda kazi zake kwa neno, anatoa amri, yanatekelezeka. Na huyu anamtambua Yesu katika kategori, katika daraja hilo la mfalme. Sasa hiyo sijaiona. Sasa twende kwa wanafunzi, uone jinsi alivyoona Hola. Hakuona chochote. Hatutasoma, lakini ukisoma Marko 9:4 mstari wa 40, utakutana na wanafunzi wameyumbisha chomboni pale, wana paniki, hofu. Mbona tunaangamia? Nini? Tuokoe, tunaangamia. Yesu anasimama, anakemea upepo. Alafu wale watu wanasema huyu ni mtu wa namna gani? Alafu Yesu anasema mbona hamna imani? Kwa lugha nyingine, hamna imani, hamnitambui mimi ni mtu wa namna gani, kwamba ninaweza nikaamuru. Mimi nina mamlaka juu ya bahari. Adamu alipewa mamlaka juu ya bahari, juu ya vitu vyote. Mimi ni mwana wa Adamu. Hamjanitambua, mnaniona tu kama nabii, kama Elia, au kama watu wengine wa kawaida au nini. Mimi nina mamlaka ya Mungu. Hamna imani, hamjanitambua katika sura hii. Hamna kitu. Mungu Yesu anaona imani. Haya, kuna mwanamke mwingine. Huyu alikuwa na imani. Tena yule alikuwa na imani, alikuwa ni Mrumi. Huyu ni mwanamke Mkanaani. Utamkuta katika Mathayo sura ya 15 mstari wa 21 mpaka 28. Huyu mwanamke ana mtoto, ni Mkanaani, upande wa pili wa Israeli, majirani zao. Ana shida ya mtoto anaumwa, na sasa anamwomba Yesu huruma zake. Yesu anasema uponyaji sasa hivi ni watoto, ni zamu ya watoto, nafasi yenu bado. Halafu huyu sasa, pamoja na katazo hilo, anaona huruma ya Yesu na anaenda kwa hoja yake hiyo hiyo, anakutana naye, anasema sawa, mimi sio mtoto, mimi si ni mbwa. Mbwa stahili masaji. Wakati huo wanafunzi wanasema mwacha aondoke zake huyu, anatuna nini? Kwanza mbwa huyu. Unajua Wayahudi walitambua mataifa kama mbwa. Kwa hiyo Yesu alikuwa anasema hiki chakula ni cha watoto, siwezi kuwapatia mbwa. Wale wanafunzi wakasema yes. Kumbe hawajamuelewa Yesu na akili zake na huruma zake. Huyo mwanamke akatambua huruma za Yesu, akasema huyu atanisaidia. Ushaona mtu anasema nataka sitaki. Yaani Yesu alikuwa naye kama ndio anazungumza kwamba sitaki kukuponya, lakini alikuwa anataka kumchokoza yule mwanamke aonyeshe imani yake kwake. Na kwa kweli alionyesha katika ule msitizo kwamba please, nahitaji masazo. Na sasa naomba kuambia, alipata uponyaji au akupata uponyaji? Ni chakula hicho ambacho wanakula watoto, lakini alikipata kama mataifa. Alipata huruma za Yesu, japo ilikuwa ni wakati wake ulikuwa bado hujafika wa injili iende kwa mataifa na uponyaji. Na unajua tena Mungu alipenda kwa wakati. Yesu anachukulia imani. Wewe una imani? Nina imani katika Yesu. Yesu wa namna gani? Nina imani katika Yesu mponyaji, mwokozi. Kama nabii wanaponya, mwokozi anayokuwa Nyerere tu kwenda kutoka kwa wakoloni.
Hebu ielezee imani yako, kiri imani. Kamera iko hapa. Kamera ipo. Na mimi nakiri imani yako iko mbele ya kamera. Unasemaje? Namwamini Yesu. Nina imani katika Yesu. Yesu yupi? Yesu wa namna gani? Yesu ambaye alinikomboa kutoka dhambini, akanifia msalabani, na namsubiria anakuja kunichukua tena. Amina. Mungu akubariki. Sijui rafiki yangu, wewe unamkiri vipi Yesu? Na Yesu akisikia jinsi unavyomkiri, ataiona kweli hiyo imani kubwa kama ya yule Mkananayo, mwanamke Mkananayo, yule Mrumi akida? Mungu akubariki sana. Natamani kusikia. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tupe imani ya mwanamke Mkananayo. Tupe imani ya akida wa Kirumi kubwa ya kukuamini wewe kama mfalme uliyetumwa na Mungu, mwenye mamlaka yote ya kuokoa na kuwapa uzima wote wanaokukimbilia wewe. Jina lako litukuzwe kwa yeyote ambaye anaweka imani hii, hata kwa msikilizaji wetu leo, na kama hamna, iamshe Baba, hata kama ni kwa ishara, hata kama ni kwa neno hili, ni katika jina la Yesu Kristo. Tulete tena kwa masomo mengine kama haya. Amina. Amen, amen. Ndugu mfuatiliaji, hapo ndipo tumefika mwisho kwa siku ya leo, ambapo tumeona kwamba Yesu anaiona imani yetu. Siku ya kesho Jumanne tunakuja kuangalia somo linalosema imani si hisia. Karibu sana, unaendelea kutupata kutoka Temboni. Mimi Geoffrey Omondi. Enos Makalindile. Karibu sana.